Mimi nianze kujitambulisha tena. Kwa majina yangu naitwa Jeremia Joseph. Ni mwenyekiti kweli wa CCM wa kata ya Ganako, lakini pia ni mtumishi katika kanisa la Kristo. Binafsi nimefurahi kuwa pamoja nanyi katika siku hii ya leo kama mgeni rasmi na kufungua mradi huu wa maji ambao utakabidhiwa kwenu leo. Nafikiri utaanza kutumika kwa manufaa ya jamii ya hapa na jamii nyingine inayowazunguka. Kwa maana hiyo, nikushukuru pia mwenyekiti wa kijiji. Wewe kama mwenyekiti wa kijiji umeonyesha tumaini kubwa na umekuwa baraka katika eneo hili, kwa sababu baadhi ya viongozi katika maeneo mengine ni vikwazo pale ambapo mradi unapoletwa, na hasa mashirika yanapata changamoto na urasimu usio wa msingi. Lakini wewe tangu mwanzo, nimepata taarifa yako ya kwamba umeshirikishwa tangu mwanzo mradi ulipokuja, unaifahamu vizuri, na leo kwa pamoja tunazindua mahali hapa. Wewe Mungu akubariki sana, na serikali ya Mama Samia ikuangalie kwa namna ya pekee, kwa sababu hao ndio viongozi tunao. Ndugu zangu, huu ni mwaka wa uchaguzi pia. Wimbo wetu kwa mwaka huu ni tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa kuchagua madiwani, bunge na urais. Katika kutambua hilo, tunategemea sana kwamba wananchi wetu watajitokeza kwa wingi, na hasa kupitia ninyi nitoe wito kwamba tujitokeze kwa wingi wakati utakapofika wa kwenda kuwachagua viongozi watakao tutumikia kwa miaka 5 ijayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hili ni jambo la msingi, na kwa sababu ninazungumza katika mazingira ya kanisa hapa, tunafundishwa na neno la Mungu kwamba ni lazima tujiepushe na masuala ya rushwa. Wakati huo viongozi wengi watakuja wakipendeza fedha, wakitafuta nafasi hiyo kwa fedha. Kiongozi yoyote atakayekuwa anatumia nguvu kubwa kwa ajili ya kuwanunua na kuwahadaa akitaka nafasi hiyo, mtu wa namna hiyo tunaomba tumuombee, kwa sababu anachotarajia kufanya ni dhambi kubwa. Ndugu zangu, tutakaponunuliwa na kiongozi wa aina hiyo, maana yake wakati atakapokuwa amepata hiyo nafasi, basi ukimpigia simu kama hajapokea simu, usimlaumu kwa sababu ameshamalizana na ninyi. Tunataka tuwachague viongozi watakao kuja kututumikia wakati wote ule, iwe ni mchana, iwe ni usiku. Mfano mzuri ni mwenyekiti wenu mahali. Mwenyekiti, umenibariki sana. Nimefarijika kuona kwamba wakati wote unaposhirikishwa katika jambo la wananchi unaonekana na unafika. Baada ya kusema hayo sasa, hayo ndio niliokuwa nimetarajia kusema, lakini sasa maji hayo takapokuwa umekabidhiwa, niyatunze sana. Niyatunze sana ili maji haya na mradi huu wafae ninyi kwa wakati wa sasa na hata kwa miaka mingi inayokuja. Maji haya yanaweza yakatumika katika kipindi chenu na kwa vizazi vingi sana, endapo mtayatunza na kuyazingatia sana, kwa sababu fursa haiji mara mbili. Fursa hii imekuja ni kwa sababu Mungu mwenyewe amekusudia jambo hili lifanyike katika maeneo haya. Huyu bwana wakati anakuja huku ametoka kule Karatu. Na kule Karatu sisi pia tuna changamoto. Sisi tumemwomba na tunaendelea kumwomba, ni mtuendelee kutuombea pia. Mratibu wa shirika la Healing Hands International kwa mkoa wetu huu wa Arusha huku, anafahamu tumewahi fika pia katika shule moja kule Ganako. Shule yenye ina makundi maalum, walemavu, wasioona, watoto wenye changamoto mbalimbali. Ipo katika shule hiyo ya msingi Ganako ambayo iko kwenye kata yangu ya Ganako. Tuliwahi kwenda pale ambapo pia tulikuwa tunaona umuhimu wa maji. Endapo itapatikana maji pale, basi wanaweza wakaanzisha hata bustani na shughuli mbalimbali yatokanayo na maji yale. Uwepo wa maji pale unaweza ukasababisha mambo mengi na huduma kuboreka katika mazingira yale. Sisi tunaendelea kumomba na mimi naendelea kumomba, Mungu akimsaidia na wakati wa Bwana ukifika na shirika likituunga mkono, basi mheshimiwa, tunaomba uendelee kutukumbuka ili kuweza kuweka huduma kama hii ya maji katika shule ile ya msingi. Ninaamini
Katika wakati wangu kabla sijatoka na nikifanikisha maji yale yakiwa pale, pia watatukumbuka kwamba katika utawala huu kuna watu waliopigania haki za watu, hasa jamii ya watu wa Nyungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni hayo tu ambayo nimesema. Mungu wa mbinguni awabariki.